160 BC, yani hiyo ni before Christ, kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo, na vile vile kabla ya kuzaliwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ni katika kijiji kimoja ambacho kilikuwa kinatambulika wakati huo kama kijiji cha Faddan Aran, katika mji ambao ulikuwa unaitwa Babeli. Ni katika nchi ambayo leo hii inaitwa Israeli, lakini wakati huo ilikuwa inaitwa Kanaani au Kanaan. Kulikuwa na kabila la Waebrania ambao ni kabila la Nabii Yakubu alayhi salam, halikadhalika kabila la Nabii Yusuf alayhi salam. Filamu inaanza wakati ambapo tunaona nyakati za asubuhi katika kijiji cha Faddan Aran, katika mji wa Babeli, katika nchi hiyo ya Kanaan, ambaye anaonekana Nabii Yakubu alayhi salam akiwa pamoja na mtoto wake, wakiwa wanachunga mbuzi pamoja na kondoo. Lakini kwa wakati huo historia inaeleza kulikuwa na watu mushirikina ambao katika mji huo wa Babeli hapo Faddan Aran, wao walikuwa wanaabudu sanamu badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na walikuwa na sanamu lao kubwa tu lilikuwa linaitwa Mungu Ashtar, lakini vile vile walikuwa wanafuata ile dini ya Wafursi ya kuabudu moto. Nabii Yakubu alayhi salam anawatazama watu wao ambao ndo wanaingia sasa hekaluni, wanakwenda kufanya ibada hiyo ya kumwabudu Mungu Ashtar. Nafsi, roho inamuuma kweli kweli, kwa sababu anajua kwamba hawa wanakwenda kufanya ushirikina. Ya Ashtarul Kabira, anasema ewe Ashtara mkubwa, alihatul Ashtara mkubwa kabisa, naqiya, rudisha matumaini alkhasbi walwilad kwa mama wa mtoto huyu. khili surura ila, tunakutegemea kabisa ewe Mungu wetu. Ashtara ndio ambaye unaweza ukamponya fil muqabil maradhi yake mtoto huyu, na ukarudisha matumaini makubwa kabisa katika moyo wa mama yake. Tunakuahidi kabisa kwamba tutakutii na kukufuata ewe Mungu Ashtara. Basi huyo alikuwa anaitwa Mama Shaqi, ambaye ndo alikuwa kiongozi mkubwa kabisa katika hekalu hilo, ambao ndani yake kulikuwa na Mungu anaitwa Mungu Ashtar. Huyo unayemuona yuko mbele, na huko akiwa wamekoka moto kuashiria kwamba wanafanya na zile ibada za Wafursi ambao walikuwa wakiabudu moto. min muridi Ashtara wa atba. Basi anasema wala usio na wasiwasi, nenda wewe na mtoto wako atapona kabisa kwa nguvu na baraka za Mungu Ashtara. Ashkuruki ghayat ash-shukr. Anasema kwa kweli jamani, ninashukuru sana, lakinaki ati kwa sababu mwanangu nilikuwa naona kabisa kwamba angekufa na ugonjwa huu, lakini sasa namuona mwanangu anaonyesha matumaini ya kupona. Kwa kweli namshukuru sana Mungu Ashtara. Basi hiyo ndio ilikuwa imani yao kwamba huyu Mungu Ashtara ndio alikuwa Mungu ambaye angeweza kuwasaidia katika mambo mbalimbali, jambo ambalo halikuwa la kweli kwa sababu ilikuwa ni sanamu, sanamu ambalo lisingeweza kuwasaidia chochote. Sema ni kweli, kwa kweli Mungu Ashtara ni Mungu wa huruma sana, na sisi tumpeleke mtoto wetu akiombewa huenda akapona. Basi ndio ilikuwa imani yao sasa. Lakini Nabii Yakubu alayhi salamu hakuacha kuwalingania juu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dini ambayo yeye ameirithi kutoka kwa babu yake ambaye ni Nabii Ibrahimu alayhi salam. Anasema kwa nini jamani nyinyi hamtaki kumwamini mtume ambaye wamesujudu mbele yake malaika? Kwa nini mnakataa kumwamini? Alikuwa anawahadithia hadithi ile ya Nabii Adamu alayhi salam. Anasema mimi nakwambieni mambo kutoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kitabu hiki kimetoka mbinguni. Kitabu hiki kiliteremshwa kwa babu yangu Ibrahimu nabii. Naam, anasema na mimi nakufundisheni nyinyi mambo mbalimbali kuhusiana na habari za Mwenyezi Mungu kutoka kwenye hichi kitabu. Sasa huyu mama anasema kitabu gani hicho unachokisema kwamba kimetoka mbinguni? Kitabu ambacho kinatukania miungu yetu. Lakini Nabii Yakubu anawaambia nyinyi wenyewe mnajua kabisa kwamba hili sanamu Ashtara si lolote si chochote mbele yenu nyinyi. Na nyinyi mnasikia kabisa kwamba hilo halitawanufaisha chochote wala halitawasaidia kwa sababu ni sanamu ambayo limetengenezwa na mikono yenu. Sasa wanasema sikiliza tukwambie kitu kimoja wewe Yakubu bwana. Hili sanamu lingekuwa kwamba halina nguvu wala halitusaidii chochote, watoto wetu wasingepona bwana matatizo yao. Anasema sikilizeni kuambieni kitu kimoja. Watoto wenu wanapona maradhi yao kwa sababu Mwenyezi Mungu amesikia kilio chenu na sio hili sanamu Ashtar. العون والمدد. Acheni kumwabudu huyu Ashtar. حوالي عباده جميعا
kwani nyinyi mmeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kumfanyia ibada yeye peke yake, wala msimshirikishe na chochote. تبصر عشتار الصنم. Lakini nyinyi nafsi zenu zimepupia kabisa katika kuliabudu ile Ashtar ambaye ni sanamu. شاف الحق. Ama kwa hakika nyinyi mnaukataa ukweli. يعقوب دعوته إياكم لكي تنبذوا آلهتكم. Sasa huyu mmoja akaambia, ewe Yakub, sasa unafikiri hiyo da'wa yako, ulingano wako utatusaidia nini sisi juu ya huyo Mungu unamzungumzia ambaye haonekani? في شيء. Na huyu mke wake akasema, kwa kweli wala sisi hatutakufuata katika huo ulingano wako na uita ewe Yakub. وما فيه. وأن لنا أن نعرف أن إلهك خير من سائر الآلهة. Nasema sikiliza, tukwambie kitu kimoja, hakika sisi tunaona kabisa kwamba Mungu wa Ashtar ndio Mungu bora kabisa kuliko miungu yote. Kwa hiyo hautatudanganya kwa lolote we Yakub. أغنام لبان. Anaambia, sikilizeni kwambieni kitu kimoja. هل تراني سألتكم أجرا أو مالا؟ Nyinyi mnajua kabisa kwamba mimi ni mwanadamu kama nyinyi. بغير رعاية الأغنام. Na yote haya ninayasema kwa ajili yenu, kwa ajili ya kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wala mimi sitaki malipo wala shukrani kutoka kwenu nyinyi. متشابهون فمتى ثنيت لكم وسادة الحكم. Sasa huyu bwana akasema, ewe Yakubu, mfano sasa mimi leo nikakubali nikaingia katika hiyo dini yako, nitaamini vipi kwamba Mwenyezi Mungu yupo aliyakuwa simuoni? أن تجد من يعينك في علاجه من مرضه. Anaambia, sikiliza nikwambie kitu kimoja, haina maana kwamba Mwenyezi Mungu haonekani kwamba hayupo, la hasha. Mwenyezi Mungu yupo. Ukitaka kujua uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tazama hata vile ambavyo ameviumba. وجه كلامي إلى إلهك الذي لا يرى. عانينا ما فيه الكفاية من آلهة الحجر. Basi anasema, kwa kweli Yakub, mimi naanza kukubaliana na maneno yako, lakini sasa nitamwabudu vipi Mungu ambaye mimi simuoni? Basi moja kwa moja sasa ilipoonekana kwamba Nabii Yakubu alayhi salamu hapo anakandia da'wa yake na kumsema sana huyo Mungu Ashtar, ndipo alipokwenda kuitwa mzee wa kijiji katika hicho kijiji cha Fadan Aran katika mji wa Babeli ambaye alikuwa akiitwa Faris. Anasema, hebu mfuateni mumkamate huyo ambaye alikuwa anaonekana kwamba anaanza kumfuata Nabii Yakubu hapo. Kwa alikasirika kweli kweli. لولا أنك صهر لبان الحاكم. Sasa anaambia, sikiliza nikwambia kitu kimoja wewe Yakubu, lau wewe isingelikuwa kwamba mzee Laban ambaye sisi ni mshirika wetu, ni mmoja miongoni mwetu sisi, kuwa ni mkweo, sisi tungejua namna gani ya kukuadhibu wewe. Tunakuheshimu kwa sababu tu mzee Laban ni mkweo na sisi ni mmoja miongoni mwetu. Mke wake alikuwa anaitwa mzee Laban ambaye alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu walikuwa katika dini ya Kifursi wakimwabudu huyo Mungu Ashtar. Anasema, msimsikilize huyu, hana lolote. Huyu anajitafutia umaarufu na ujiko katika kijiji cha Fadan Aran, msimsikilize huyu. Kwa hiyo tawanyikeni kabla mjapata ghadhabu na hasira za Mungu wenu Ashtar. Basi ndipo moja kwa moja sasa watu ambao walikuwa wakimsikiliza Nabii Yakubu alayhi salam katika da'wa yake hiyo juu ya kumweleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili waelewe ukweli uko wapi. Hii ndio mitihani ambayo alikuwa akimkuta Nabii Yakubu alayhi salam na kila mtume ambaye alikuwa akiwalingania waja wake au watu wake iliyokuwa haki kabisa. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea ni kwamba alikuwa anaonekana kwamba yeye anakandia ibada za watu, hasa huyo Mungu Ashtar. Kwa alikuwa anamuona kama ni mtu anahitaji umaarufu na anajitafutia ujiko katika kijiji cha Fadan Aran. Basi ni asubuhi tena kwa mara nyingine katika kijiji cha Fadan Aran hapo katika mji wa Babeli katika nchi inaitwa Kanaan au Kanaani, leo inaitwa Palestina, Israel. Sasa kwa wakati huo ilikuwa ni marufuku na ilikuwa ni haramu kabisa mtu kumsema Mungu ambaye ni Mungu Ashtar, ambaye ni sanamu. Ilikuwa ikionekana kwamba wewe unamsema Mungu Ashtar vibaya, basi moja kwa moja hakuna adhabu ulikuwa unapatiwa isipokuwa ni kuchomwa moto. Kwa yule kijana ndo huyo hapo ambaye alikuwa anaonekana jana kwamba alikuwa tayari ile da'wa ya Nabii Yakubu alayhi salamu ilikuwa inamuingia. Leo sasa anataka apatiwe adhabu ya kuchomwa moto mpaka kufa kwa kosa la kuonekana kwamba yeye anataka aache dini yake ya kumwabudu Mungu Ashtar, badala yake aifuate dini ya Nabii Yakubu. ابقوا لتحرسوا القطيع ريثما استطيعوا الامر. Anasema hebu twende kwanza pale tukaone nini kinachoendelea. Basi hivi ndivyo vilivyokuwa kawaida ya Waebrania kabla ya kuingia dini ya Kiislamu katika mji wa Babeli hapo katika kijiji cha Fadan Aran. Ilikuwa ikionekana kwamba wewe unafata dini nyingine kinyume na hiyo dini ya Kifursi ya kumwabudu huyo Ashtar, basi ilikuwa moja kwa moja hakuna adhabu nyingine unayopewa isipokuwa ni kuchomwa moto. Jaa Yaqub ar-ra'i ibn shaqiqati. Anasema afadhali anakuja Yakubu anaweza akamtetea.
Basi kwa kweli mke wake analalamika, anasema jamani, mme wangu anauawa kwa dhuluma bila kosa la aina yoyote. Anasema jamani, mimi sina kosa. Lakini kwa wakati huo sasa, mama Shaki, yule kiongozi mkuu, kuhani mkuu ambaye anaongoza dini hiyo ya Kifursi, ndo alikuwa anaendelea kukoka moto kwa ajili ya kumchoma huyu kijana ambaye alikuwa anaonekana analeta kufuru na kuingia katika dini isiyokuwa dini yao. Basi moja kwa moja kijana sasa akawa anapandishwa taratibu katika winchi za kipindi hicho, tayari kabisa kwa kupelekwa kwenye moto ili aweze kuchomwa, iwe ni fundisho kwa watu wengine. Anasema kwa kweli jamani, mnanionea, mimi sina kosa. فارس يعد من أعداء عشتار لقد رجم إلهتنا عشتار بالحجارة. Basi anasema kwamba huyu atachomwa moto mpaka kufa, ili iwe ni fundisho kwa watu wengine ambao wanasema kwamba eti huyu Mungu wetu Ashtara ni sanamu, ni jiwe tu, ili si lolote si chochote, na wale ambao wanasaliti katika dini yetu na kuingia katika dini nyingine. Kwa hiyo huyu atachomwa moto hapa mpaka kufa, ili ionekane kuwa ni fundisho kwa watu wengine. Baada ya hapo sasa mzee huyo ambaye alikuwa ni mzee wa kijiji katika mji huo wa Fadan Aran akaamrisha sasa apelekwe katika moto ili aweze kuchomwa. Ya laka min miskin. Nabii Yakubu anasema maskini anakwenda kuchomwa moto, huyo anaadhibiwa bila kosa. Irhamuni ya abnaa hadhihi almadina. Anasema jamani, nihurumieni yenyi watu wa mji huu. Bi ayi shay'in sa'uhraq. Mimi nimefanya kosa gani? Sina kosa. Kwa kweli mke wake alikuwa anasikitika kwa sababu ndo anaona kwamba mume wangu ndo anakwenda kufa. Anasema jamani, na nyie mmekaa tu mnamwangalia mwenzenu akwenda kuchomwa moto hivi hivi, mteteeni jamani. Basi anasema kwa kweli jamani, mimi sina kosa, mimi nachomwa moto bure. وما ترمى في النار لتحترق. Mama Shakia anaambia kelele, funga kabisa kinywa chako. Wewe ungekuwa una kosa ungeletwa hapa. Leo utachomwa moto hapa, ukome kimbelembele chako cha kuacha dini yetu na kutaka kufuata dini ya Yakubu. Anasema yenyi watu wa Fadan, Ma mablaghu diyati damih. mimi nina kosa gani? Lakini Nabii Yakubu ikabidi aulize, anasema huyu mtu ana kosa gani hasa? Anasema naona nataka kumtetea. لا يحق له ذلك. Mama Shakia akasema huyu ana haki ya kumtetea huyu mtu. Nabii Yakubu aliona huruma, akaona bora hata amtetee huyu kijana ambaye anaonewa maskini. أعداء عشتار. Anasema wewe mwenyewe nafsi yako iko mbali kabisa na Mungu Ashtara, kila siku unamponda wewe, utamtetea nini huyu kijana? نحن معشر ورثنا هذا الصنف من العقاب. Anasema sasa kijana amefanya kosa gani? Yaani mtu kuchagua dini ambayo anaitaka yeye, مرة ndio بأمر. anakwenda kupewa adhabu kali kabisa ya kutaka kuchoma moto. لولا قرابتك من الحاكم لكنت مسجونا منذ أمد. Mzee Faris akasema mimi narudia tena na kuambia kwamba wewe lau isingalikuwa mzee Labani kuwa ni mkweo na yeye ni mmoja miongoni mwetu, sisi tungejua namna gani kuadhibu wewe Yakubu wewe. اقبضوا عليه والقوه في النار. Lakini tumemchoka huyu, mkamateni naye mwekeni hapo mumchome moto na yeye. Basi ndipo alipoamrisha sasa Nabii Yakubu na yeye achukuliwe sasa ili achome moto, kwa sababu anamuona kwamba ni kimbelembele kweli kweli. Lakini kwa wakati huo sasa ما الذي يجري هنا؟ akaja mkwewe ambaye ndio mzee Labani mwenyewe huyo hapo ambao alikuwa anamzungumzia. Anasema nini kinachoendelea hapa? Mnataka kumfanya nini Yakubu? دعوه وشأنه. Anasema hebu mwacheni. صلاح المحكوم. Ina maana nyie mumjui huyu? Huyu mimi ni mkwe wangu. حينما يقول يعقوب إنه سيؤدي ديته. Nasema hivi mwacheni haraka sana, kwa sababu huyu mimi ni mkwe wangu na nyinyi hilo mnalijua. Basi kabidi sasa huyu mzee wa kijiji ambaye ni mzee Faris akaamuru kwamba Nabii Yakubu aachiwe. لا تطلقوا سراحه. Akasema jamani, sasa mnafanya mambo gani? Mbona mnamwachia tena huyu? Akasema hapana, najua Laban ni mmoja miongoni mwetu, أن تدفع 500. kwa hiyo hatuwezi kupinga amri yake, kwa hiyo mwachieni Nabii Yakubu. Kwa hiyo Nabii Yakubu akawa ameachiwa moja kwa moja kwa dhamana ya mkwewe ambaye ni mzee Laban. Amemuoa mtoto wake wa kwanza ambaye anaitwa Rahil. Kwa Nabii Yakubu alayhi salamu akawa amepata utetezi kutoka kwa mkwewe ambaye ni mzee Laban. فليحفظ الله خالي لبان. Anasema kwa kweli Mwenyezi Mungu akuhifadhi mkwe wangu Laban. إلى متى يتوجب علي أن أراقبك مخافة؟ Anambia wewe Yakubu, mpaka lini utaacha haya mambo yako ya kutangaza habari ya Mungu mmoja? Utakuja kujiponza bwana, utakufa. Basi